Kwenye mchezo wa fainali wa mkondo wa pili wa kombe la shirikisho barani Afrika kati ya Simba Sports Club na RS Berkane uliofanyika huko visiwani Zanzibar. Kabla ya mchezo huo kulikuwa kuna sintofahamu kubwa sana. Uvutano ulikuwa ni mkubwa sana. Simba Sports Club wakiwa hawataki kwenda kucheza kwenye uwanja wa Amani, huku RS Berkane wao wakiwa tayari wameshatangulia. Patrick Motsepe ametoa ufafanuzi kwamba yeye hakuridhishwa hata kidogo ule mchezo kwenda kufanyika kwenye uwanja wa Amani Complex. Hata yeye aitamani ufanyike kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Tunakuja kuangalia uhalisia wa hii story au wa hii kauli kutoka kwa Patrick Motsepe. Je, anamaanisha anachokizungumza au anaishusha ile tempa tu ya mashabiki wa Simba Sports Club? Na ni kwa nini iwe hivyo? Mimi ni Usama Usama, niko na Leopard John, nyuma ya kamera Yusuf Ramadhani Mpuma. Leopard, Motsepe ndio rais wa shirikisho la mpira barani Afrika. Inakuwaje leo anakuja anasema hakuridhishwa na hakupenda ule mchezo wa fainali kwenda kufanyika kwenye visiwa vya Zanzibar? Lengo lake kuzungumza hii kauli nini? Na anasema kwamba kuna watu ambao walimwambia. Sasa kauli yake imenishangaza kwenye lengo moja. Tunafahamu rais wa shirikisho husika ndio anakuwa na kauli ya mwisho, kwa maana yeye ndio chief kwenye kila kitu. Though lazima uheshimu wale watu ambao umewagawa kwenye maeneo husika, kwa maana kila mtu na kategoria yake. Lakini kama wewe umeshatoa ile kauli ya mwisho kwamba mimi napendekeza kwamba mchezo sehemu fulani ufanyike katika eneo fulani kwa maslahi 1 2 3, kama rais lazima utaheshimiwa kwa kusikilizwa kile ambacho umehitaji. So watu wengine kucrash wewe inakuwa haipo tofauti. Lakini by the way, Simba kwenda kucheza finali katika uwanja wa New Amani Complex msimu uliopita kwenye finali haikuanzia tu kwenye finali. Issue ilianzia kuanzia mchezo wa nusu finali dhidi ya Stellenbosch. Kwa maana Simba wao walikuwa hawajaridhia ule mchezo kwenda kupigwa kule Zanzibar. Kwa maana mchezo wa mwisho robo finali dhidi ya Ismailia dhidi ya Al-Masry walipigwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Wao baadaye katoka kauli kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa sio rafiki, kwa sababu nakumbuka mechi ambayo Simba anacheza ya mwisho dhidi ya Al-Masry, mvua ilikuwa imesha katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo atmosphere ya uwanja wa Benjamin Mkapa haikuwa nzuri kiuhalisia. So wale wakaguzi wa CAF ambao wamekuwa wanazungumza wakatoa kauli kwamba Simba inabidi aame katika uwanja wa Benjamin Mkapa, kwa maana pichi ambayo wanachezea sio nzuri. Simba ikawakarimu kuweza kuama. Lakini muda huo nakumbuka mheshimiwa alikuwa ni Gerson Msigwa, kwa maana katibu mkuu of course msemaji wa serikali, akathibitisha kwamba uwanja uko vizuri na wameshawasiliana na watu wa CAF waje kukagua uwanja. Lakini CAF wao wakawa wanasema kwamba uwanja hauko vizuri, mechi itakiwa kuchezwa pale. Kwa hiyo kukawa kuna ule mvutano mpaka dakika ya mwisho, watu wakawa hawafahamu mechi inakwenda kupigwa wapi. Kwa hiyo kama vile ilikuwa ni ilikuwa ni kuna force fulani hivi kutoka ndani kwamba mechi lazima iame Benjamin Mkapa ipelekwe New Amani Complex. Lakini ukiangalia Simba Benjamin Mkapa ndio imekuwa eneo lao kubwa ambalo unaona kama safari hii timu zote tatu za Tanzania ambazo zimeingia kwenye michuano 4 zimeingia kwenye hii michuano ya CAF, Simba pekee ndio ambaye amewiwa kuweza kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa, kwa maana anafahamu ana rekodi kubwa ameshawahi kuifanya katika uwanja wa Benjamin Mkapa, ana historia kubwa ambao ameshawahi kuifanya katika uwanja wa Benjamin Mkapa, ana rekodi nzito ambazo ameshawahi kuziweka katika uwanja wa Benjamin Mkapa. So ndio maana akawa amechagua. Pengine Simba alikuwa ana advantage kubwa kuliko hata ile ambayo amezungumza rais wa CAF, kwa maana Motsepe, kwenye upande wa full house, kwa maana maybe uwanja ungejaa, kwa maana ukiangalia capacity ya Amani mashabiki 20,000 I think kwa wakati huu. Benjamin Mkapa mashabiki 60,000, so difference kwa upande huo. Kwa hiyo Simba angekuwa hana hiyo advantage, lakini bado Benjamin Mkapa na Simba ni kama vile chanda na kidore. Tunasema kwamba ni of course, kwa maana wamekuwa wanawiana sana, kwa maana Simba akiwa Benjamin Mkapa amekuwa ni timu nyingine ambayo inazungumzwa kwa upande mzuri. Lakini kile ambacho kimetokea, mimi nafikiri kwanza kwa wakati huu haikuwa mahala pake kuweza kuzungumza, kwa maana safari hii watu walikuwa wana base kwenye mambo mengine, and then unakuja kuzungumza kitu kama hicho ambacho watu wameshasahau. Kama tu yani leo hii anakuja kuzungumza kwamba mechi ya Young Africans na World Sundowns, ile goli ambayo alifunga Stefan Kiaziz ilikuwa ni goli, Dahane Beda aliteleza. Haina msaada mwingine tena, kwa maana imeshatokea, Simba kashakosa kombe tena akawa
Tuende kwenye kauli yake ya kusema na yeye aliambiwa. Anaposema na yeye aliambiwa, mimi namuelewa kwenye engo moja. Aliambiwa kwa maana ya kwamba ametoa mandate kwa watu wengine kushughulika na baadhi ya vitu, kwa sababu yeye kama president hakuna namna ambavyo anaweza kapita kwenye kila eneo. Kwa wale waliowaamini ndio walioenda kutoa taarifa kwamba uwanja uko hivi na hivi na vinginevyo. Inawezekana kwenye engo hiyo, lakini engo nyingine wakati ile scenario likiendelea, kuna taarifa zilikuwa zinatoka ambazo zilikuwa ni speculations au ni tetesi of course za kwamba anayepushi lile jambo ni rais wa Berkane ambaye ni makamu mwenyekiti wa CAF. Lakini for the West zikawa zinatoka tetesi nyingine kwamba kuna watu hapa Tanzania walikuwa wanawaambia ukithubutu kukubali mechi ichezwe Benjamin Mkapa, hizo goli mbili ni chache sana na finali unaenda kuipoteza. Inawezekana hii kauli ya pili ndio ambayo Patrick Motsepe alikuwa anaimaanisha. Yeah, of course, kwa sababu ukiangalia Simba alikuwa ameshafanya maajabu kwenye hayo mashindano, kwenye hatua za mtoano, kwenye robo finali, kwa maana alikufa goli mbili Misri, akaja kwa Mkapa akamchinja mtu kwenye mikwaju ya penalty. Kwa hiyo wao pia ni binadamu, wana ile hofu na hofu siku zote waga zinashindana na, yani hofu ipo kwenye mwili, lakini pia yani roho na mwili watu wanasema hofu ndo akili. Lakini kuna muda pia hofu haiwezi kuwa akili, kwa sababu lazima uthubutu kufanya. Kwa sababu Simba wao walithubutu kwenda kwenye uwanja wa RS Berkane wakafa goli mbili bila utata, wakarejea nchini na wao dhamira yao ilikuwa ni kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa ndipo ambako watakuja kumchinja mtu, na ingeandaliwa ile wida ingeandaliwa ile yes weekend Mwarabu asingechomoka kwa ule mpira wake ambao alikuwa anaucheza. Lakini by the way Simba finali alicheza vizuri na alitoka sare I think kwenye ule alitoka sare bao moja na baadaye akakosa kombe. Lakini overall mimi naamini haukuwa wakati wa rais wa CAF kuzungumza kitu kama hichi, kwa wakati ambao Afrika inaiwaza michuano ya AFCON na kwa Afrika ikiwa inasubiria maamuzi kuhusiana na michuano ya AFCON, either itafanyika kwenye wakati ambao umepangwa ama kuna kile kingine ambacho kinaweza kikatokea. Lakini kuzungumza kwa upande wa Simba ni kama vile tu kujiosha. Yeah, of course, kwa sababu yupo Tanzania na watu wengi wamekuwa wanajudge. Ndio maana wakati anaizungumza Simba akaamua kubalance kwa kuzungumza pia na Young Africans, kwa maana alizungumza kwamba hata pia Yanga kuna mchezo wao wa finali ambao umeshakupiga katika uwanja wa Benjamin Mkapa dhidi ya Usma. Unaona ile capacity ambayo uwanja ulijana Young Africans licha kupoteza, lakini kuna ile full house ambayo ilionekana. Kwa hiyo alizungumza tu kwa kuheshimu soka la Tanzania. Ni kwa sababu waandishi wa habari wa Tanzania tuna kawaida ya kufukua makaburi. Inawezekana kuna mtu alimuuliza hilo swali ndio maana akaamua kujibu na haikuja tu from nowhere kwamba alikuja tu ameipani. Yeah, of course, kwa sababu kuna kwenye ule mkutano nilikuwa naona kuna wakati ambao ulikuwa ni muda wa maswali na baadhi ya waandishi wa habari Tanzania wa kimichezo waliweza kuuliza maswali, na mmoja kati ya hao aliuliza kwamba kuelekea AFCON 2027 tunaona kwamba facilities za Afrika ya Kaskazini, kwa maana ukanda wa Afrika ya Kaskazini, kwa maana UNAF huko anazungumza Algeria, Libya, Misri, Morocco na Tunisia, ni mataifa ambayo yameshaendelea kwenye soka barani Afrika, kwa maana wao wana facilities zote, wana academy nzuri. Je, kwa upande wa kusini mwa jangwa la Sahara, hasa Afrika ya Mashariki, mkakati upi ambao FIFA CAF wameingia kuweza kuboresha maendeleo ya soka kusini mwa jangwa la Sahara? Moja kwa moja jibu ambalo alilitoa rais wa CAF kwa maana Patrice Motsepe, nikimnukuu, alisema kwamba moja kwa moja kuna kiasi cha fedha kama milioni 10, dola milioni 10 ambazo zimetolewa kwa ajili ya maendeleo ya soka kwa huku kusini mwa jangwa la Sahara, kwa maana wafanye kuendeleza soka hasa kwenye kulea academies, kujenga academy, lakini pia kuendeleza katika facilities kwa maana viwanja lakini pia na facilities zingine ambazo soka lazima zinahitaji. Kwa hiyo pengine swali ndio lilipoanzia hapo hadi kuja kwenye masuala ya viwanja na kuhusisha pia mchezo wa finali wa Simba dhidi ya RS Berkane. Lakini binafsi yangu mimi nafikiri kwa upande wa Simba kwenye msimu uliopita
ilikuwa tu ni masuala ya siasa na mpira wa Afrika. Ndivyo ambavyo yamekuwa yanaendelea kwa sehemu moja ama nyingine. Kwa upande wa Leopard, kilichotokea kwenye mchezo wa Simba Sports Club dhidi ya RS Berkane kwenye uwanja wa Amani Complex, kwa maana ya mchezo huu kupelekwa kwenye uwanja wa Amani Complex, ni siasa za mpira wa Afrika. Hii imeendelea kuwepo na itaendelea kuwepo kwa sababu sometimes football is about politics. Lusama ndio jina langu. Leopard John nilikuwa naye kwenye The Golden Boot tukizungumzia Simba Sports Club, lakini Yusuf Ramadhani Mpuma ni kamera operator wetu. Tukutane siku nyingine.